wanapokuja. Elder Peter Kinyanjui Kairu, karibu sana. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Bwana tukuzwe. Tukaweze kuketi katika jina lake Bwana. Kweli jioni hii leo niko na amani, niko na furaha, niko na wokovu wake Bwana wetu Yesu Kristo, na ninashukuru Bwana kwa sababu ya neema ambaye ametupatia hata kuweza kupata siku hii ya leo. Na pia nashukuru Bwana kwa sababu ya kupata nafasi tena kuweza kusimama mbele yenu na kuweza kushiriki neno ambalo Bwana ananisaidia. Na kwa niaba ama kwa sababu ya askofu wetu pamoja na Pastor Mike, wazee na washirika wote, na washukuru na kuwasalimu katika jina la Bwana. Juma ambalo lililopita, Wednesday ya last week, nilisimama hapa na tukaweza kujifunza kuhusu neno la Bwana, na ilikuwa ya baraka sana. Na tulijifunza ya kwamba pale wakati Yesu Kristo alikuwa anafanya muujiza Kana ya Galili, na point ambayo sikuweza kuongelea wakati huo ilikuwa ni kwamba tulisoma mahali katika kitabu ya Yohana wa pili na mstari wa kwanza mpaka wa 10 ya kwamba kulikuwa na maji pale nje na ilikuwa ya kunawa, na watu walikuwa wananawa miguu yao ambayo ilikuwa ni michafu wakiingia. Na hapo huwa tunajifunza ya kwamba wakati tuko nje ya Kristo ama tuko nje ya wokovu, sisi ni kama hayo maji. Shetani anaweza kutumia vile anataka, anaweza kutubukiza miguu yake kwetu, anaweza kututumia kwa njia yoyote ile anataka kututumia. Lakini wakati maji iliingia, Yesu akafanya muujiza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sasa tuko ndani ya Yesu. Kwa hivyo sisi ni wasafi na tunawekwa safi kila wakati. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni point ambayo sikuiongelea wakati huo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba wakati tuko nje, shetani anaweza kututumia vile anataka. Na ndiposa ukiona watu ambao hawajaokoka, ambao hawako ndani ya Yesu, wanafanya mambo mengi ambao ni mambo machafu. Na wanafanya ni kwa sababu wako nje. Lakini wakati anaingia, maisha yake yanabadilika. Siku hii ya leo nataka kuzungumza kuhusu injilisti. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya mzee Lawrence, ambaye ni Mungu tu amemtuma mahali hapa, na ako na jana kiu kwa sababu anataka tukaweza kufanya injilisti ili katika shamba la Bwana kuwe mavuno. Bwana asifiwe sana. Tukaweze kuleta watu wengi katika nyumba ya Bwana, na hiyo ndio sababu amekuja mahali hapa, na nikasema ya kwamba nataka kuongelea kidogo kuhusu injilisti, na itakuwa ni baraka sana. Siku hii ya leo nataka kusoma katika kitabu ya John, waraka wa Yohana ama Injili ya Yohana mlango wa 4 kuanzia mstari wa 4 hapo na kuendelea. Mtaniruhusu nitasoma mistari mingi, lakini wakati tunaendelea tutakuwa tukielewa na vile tutakuwa tunajifunza. Yohana mlango wa 4 na mstari wa kwanza, acha nianze tu wa kwanza. Nitasoma mistari mingi, lakini nataka kuelezea kidogo kuhusu hii hadithi, alafu tutajua inatufunza nini kuhusu injilisti. Yohana mlango wa 4 na mstari wa kwanza kuendelea inasema, kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya miujiza mingi kuliko Yohana kuwabatiza. Lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka wa Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupitia katikati ya Samaria. Basi akafika kunako mji wa Samaria uitao Sikari,
karibu na ile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanaye. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu, kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani. Nayo ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Wayahudi hawakuchangamana na Wasamaria. 10 nasema, Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani anayekuomba nipe maji ninywe, ungalimuomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi unapata wapi hayo maji yaliyo hai? Maji yaliyo hai. Haya. Sasa turuke mpaka 28. Huo mlango. Mstari wa 28 inasema, basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Huko nyuma wanafunzi wakamsihi akisema, Rabi, ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula msicho kijua nyinyi. Mstari wa mwisho 2 ni 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. 40 nasema, basi wale wa Samaria walipomwendea waliamini akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena twajua ya kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Hii hadithi nafikiri tunaijua vizuri sana, na tunakuta kwamba Yesu Kristo alikuwa anaenda katika safari zake na alikuwa apitie ili akaweze kuingia katika mji wa Samaria, lakini alifika kwenye kisima. Na hiko kisima Biblia inatuambia kwamba ilikuwa ya zamani, ilikuwa ya wakati wa Yakobo, na aliwaachia watoto wake. Bwana asifiwe sana. Na walikuwa wakiitumia kutoka wakati huo mpaka wakati Yesu Kristo alikuwa mahali pale. Bwana asifiwe sana. Na tunaona huyu mwanamke wakati wa saa 6 namna hii alienda kuchota maji. Na Biblia inatuambia kwamba huyu mwanamke, wakati Yesu Kristo alituma wanafunzi wake, sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo alikuwa amechoka kwa sababu ya safari ilikuwa ni ndefu. Na kipindi fulani Yesu Kristo akafika kwenye kisima hiyo ya Yakobo. Bwana asifiwe sana. Wakati Yesu Kristo alifika kwenye hiyo kisima na wanafunzi wake, Yesu Kristo akawatuma waende wakanunue chakula kule mjini Samaria. Na Yesu akabaki mahali pale, na Biblia inatuambia kwamba ilikuwa ni saa 6. Naye huyu mwanamke naye akakuja kuchota maji mahali pale, na ilikuwa ni saa 6. Na tukisoma Biblia vizuri ama kuchambua Biblia, wakati ule wana wa Israeli ama kisima ama maji hawakuwa wanaenda kuteka masaa hiyo. Maji ilikuwa inatekwa kitu asubuhi sana ama inatekwa jioni sana. Lakini huyu mwanamke unakuta kwamba anakuja masaa ya saa 6. Ni kwa nini huyu mwanamke alikuja kuteka maji saa 6? Sababu naye Yesu akitaka kuokoa anaokoa na njia zake. Sasa huyu mwanamke
kwa sababu ya tabia zake alikuja kuteka maji masaa ya saa 6. Na Biblia inatuambia ya kwamba huyu mwanamke ukiangalia historia yake, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na wanaume wengi. Sababu wakati Yesu Kristo, wakati walikuwa wanajadiliana, na Yesu anamwambia, wakati Yesu aliona mwanamke akichota maji, Yesu akamwambia kwamba nipatie maji. Naye huyu mama Msamaria akamwambia ya kwamba kwa nini wewe kuniuliza ama kunitisha maji na hata huna kitu ya kuchotea? Na pia sisi wa Samaria hatuongeagi na Wayahudi ama hatukwagi pamoja. Kwa nini wewe kuniambia kunipatia maji? Lakini Yesu akamwambia kwamba ungalijua ni nani anakuomba maji, ungemwambia kwamba akupe maji ya uzima. Bwana asifiwe sana. Na ukiangalia tabia huyu mwanamke, sababu ya kuja kwenye kisima hii saa 6, nimesema ni kwa sababu ya tabia zake. Na katika wakati ule sababu ya kuteka maji asubuhi ama jioni ilikuwa ni kwa sababu ya jua kali. Biblia inasema ya kwamba ama maandiko inasema wakati ule kulikuwa na jua kali. Kwa hivyo hangeweza kwenda kuchota maji masaa ya saa 6 ama wakati wa kiangazi. Ndipo walikuwa wanaenda kuteka jioni ama asubuhi sana. Na kwa sababu ya miujiza, sababu Mungu ama Yesu alikuwa anataka kufikia wale, akajua kwamba huyu mama anakuja kuteka maji. So wakaongea. Huyu Yesu akamwambia kwamba wakati huyu Msamaria walikuwa wanaongea na Yesu, na sasa huyu mwanamke amekubali. Yesu akamwambia enda, ama akamuuliza uko na bwana? Huyu mwanamke akasema ya kwamba hadithi tunaijua sina. Lakini Yesu akamwambia umesema kweli, hauna bwana, kwa sababu umekuwa na bwana 5 ama umekuwa na wanaume 5, na hata sasa yule ako ndani ama yule ako kwa nyumba si wako. Sasa nataka tuanzie mafundisho yetu hapo. Na tukisoma ninataka tuelewe ya kwamba jinsi ya kukubalia, yani ya kukutana na Yesu na kubadilika na kuanza kazi. Sasa huyu mwanamke amekutana na Yesu Kristo. Wameongea na Yesu ndio sasa ampatie maji. Alimwambia akuje na bwana yake. Alisema hana bwana. Yesu akasema umesema ukweli, hauna bwana, na yule uko naye kwa nyumba sio wako. Wakati wameongea namna hiyo, nao wale wanafunzi wakafanya nini? Wakaingia. Biblia inasema ya kwamba yule mwanamke aliwacha mtungi wake mahali pale, na ujue ya kwamba alikuwa anakuja kuteka maji na ule mtungi. Lakini kwa sababu sasa wameongea na Yesu Kristo ameweka neno ndani ya huyo mwanamke ya kwamba hana bwana na yule si wake, na akamwambia ya kwamba nyinyi ambao, sababu alikuwa huyo mwanamke alimwambia kwamba kwa nini sasa nyinyi mnasema ya kwamba walikuwa wanaabudu kule Yerusalemu na sisi tunaabudu katika ule mlima? Lakini Yesu akamwambia kwamba siku yaja na siku iko ya kwamba wale ambao watamwamini ama watakuwa katika wokovu ni wale wako na katika roho na katika kweli. So huyu mwanamke aliwacha kibuyu yake ama mtungi wake, akaenda mpaka kijijini, akaanza akahubiri Injili. Mara ya kwanza mwanamke akaenda kuhubiri Injili, na mwanamke alikuwa mbaya. Sasa basi nataka tuangalie sababu huyu mwanamke alikuwa na wanaume 5 na wa 6 hakuwa bwana wake. Hii inatufundisha namna gani? Kuna mambo ambayo inafanyanga ama hufanya kwamba sisi tusifanye kazi ya Bwana, ama tushindwe na kwenda kuhubiri, ama tunashindwa na kufanya kazi nyingine katika ufalme wa Mungu, ni kwa sababu ya mambo. Huyu mwanamke alikuwa na wanaume 7. Huenda ya kwamba kuna mtu ama mwanadamu ako na mambo mengi katika maisha yake ambayo inamzuia kwenda kufanya kazi ya Bwana. Na huyu mwanamke tunasikia kwamba wanaume 5 ambao walikuwa na wao walikuwa wameenda moja kwa moja, sababu mwanaume wa kwanza akaenda, wa pili akakuja tena akaenda, mwanaume wa 3 namna hiyo mpaka mwanaume wa 5 akaenda, na yule ambaye alikuwa ndani si wake. Hii inatufundisha namna gani? Ya kwamba huenda kuna mambo ambayo yako ndani yetu ambayo inazuia tufanye kazi ya Bwana, na hiyo kitu si yetu.
Hiyo mambo inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa labda ni hasira. Inaweza kuwa maisha ingine ambayo tunakaa ambayo inazuia sisi kufanya kazi ya nini? Kufanya kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Inafaa huyo mwanaume wa 6 akaweze kuondoka, ile mwanaume wa 7 akaweze kuingia. Nataka kusema mwanaume wa 7. Na Biblia inasema ya kwamba wakati Yesu aliingia na ni mwanaume wa 7, kila kitu katika maisha ya huyo Msamaria ilibadilika yote. Mwanaume wa 7. Katika maisha yako ni mwanaume gani yako ndani yako? Ni mwanaume gani ambaye anakaa, ambaye hajatoka na anazuia wewe kufanya kazi ya Bwana? Huu mwanaume wa 7 ambao ni Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba ama namba 7 katika Biblia inasema ya kwamba ni ukamilifu wa mambo. Kuna mambo matatu ambao Yesu akishaingia ndani yako, kuna mambo matatu ambayo itafanyika. Hii mambo matatu nataka kuongea mambo 7 ambayo yako kwa Biblia ambayo inafananishwa na Yesu Kristo katika maisha. Sababu maisha yetu inaweza kufanya mambo mengi katika maisha yako. Lakini mpaka wakati Yesu atakapoingia, Yesu ambaye ni mtu wa 7 katika maisha yetu, mambo yako yakabali. Kuna kitu namba 7 inamaanisha completion, namba 3 inamaanisha perfection na satisfaction. Wale wanaweza kutabua hiyo na ama kuchabua hiyo na Kiingereza ama Kizungu. Yaani completion. Yaani Yesu akishaingia ndani yako, wewe unakuwa complete. Bwana asifiwe sana. Na akishaingia kwako, unakuwa perfected. Yaani perfect sijui naweza sema namna na Kiswahili, ama unakuwa mkamilifu. Completion, yani Yesu akishaingia, wewe jina lako imeandikwa, Yesu amekupangia, wewe unaweza kufanya kazi. Kwa hivyo wewe umekamilika katika Yesu. Bwana asifiwe sana. Ukiingia katika Yesu, si kwamba na si lazima atufanye kazi saa hiyo mpaka Yesu akufanya perfection. Bwana asifiwe sana. Akukamilishe ama akupatie nguvu, akupatie uwezo. Neno la Mungu likae ndani yako na yani mpaka uwe perfect. Bwana asifiwe sana. Ukisha na ya 3 ni satisfaction. Bwana asifiwe sana. Kule kutosheleka ndani ya Yesu. Huyu mwanamke wakati alikuwa na hawa wanaume 6, hakuwa na hizi qualifications 3. Lakini sisi tukishaingia ndani ya Yesu, tunakuwa complete, tunakuwa perfected na tunatosheleka. Na hiyo ndio kitu ambao tunafaa tuangalie. Yesu Kristo wakati aliingia ndani yako, wewe ulifanya namna gani? Uko na hizo qualification 3. Nilikuwa ninaangalia namba 7. Namba 7 ambayo ilifanyika katika Biblia na namba 7 ambayo ni ukamilifu wa neno la Mungu ama ya kazi ya Mungu ama ya mambo ya Mungu. Nikaangalia hata wakati Mungu alikuwa anaumba ulimwengu, Biblia inatuambia kwamba aliumba ulimwengu kwa siku 6 na siku ya 7 akasema ni mzuri, ikawa ni perfect, kitu kizuri. Bwana asifiwe sana. Tunakuja tena kwa hadithi nyingine, hadithi ya Naaman. Unakuta Naaman alikuwa na ugonjwa wa ni ugonjwa gani alikuwa nayo? Ukoma. Alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Na wakati alikuja kwa mtumishi wa Mungu, aliambiwa aende aoge mara ngapi? Mara 7. Bwana asifiwe sana. Mara 7 ndio akawa mzima. Unakuja tena ukuta wa Jericho. Mungu akaambia Yoshua, ambia wana wa Israeli wasunguke mara 6. Mara ya 7 wasunguke mara 7. Na ukuta wa Jericho kufanya nini? Kapomoka. So unakuta namba 7 katika Biblia ama katika maisha yetu ni kitu ambayo iko na qualities hizo 3. Na pia ukiangalia katika sala ya Bwana inaitwa Lord's Prayer. Ukiangalia Lord's Prayer iko na pointi 7. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuze, ufalme wako uje. Ukiangalia hiyo sala ya Bwana, uangalie vizuri usome, iko na hizo pointi ngapi? 7. Na hii inakuanga ukamilifu wa maombi yote ambao unaweza kuomba usiku mzima ama mchana mzima ama wiki mzima, iko katika hiyo the Lord's Prayer. Ukiangalia hiyo the Lord's Prayer imebeba maisha yako ya mwanadamu ama maisha yote ya mwanadamu. Haya, ukiangalia tena pale msalabani, Yesu Kristo alisema maneno ngapi? 7. Ukienda usome katika Yohana 19
kuanzia mstari wa 25 hapo utakuta Yesu Kristo maneno 7 ya mwisho na mambo yake ikawa namna hiyo. Akawa amekamilisha nini? Wokovu. Akawa amemaliza wokovu kabisa. Ukienda katika tena kitabu ya mwisho, yani kitabu ya Revelation, pia utakuta John alituma kwa makanisa 7. Ama barua ilikuwa kwa makanisa 7. Haya, tena ukisoma katika hiyo kitabu ya mwisho, unasikia kwamba tarumbeta itakuwa ngapi? 7. Hii inamaanisha nini? Namba 7 ni ukamilifu wa kila kitu katika maisha. Na huyu Yesu ama huyu Msamaria, wakati Yesu aliongea na yeye akawa perfected. Na utakuja kushangaa uone ya kwamba wakati aliongea na Yesu Kristo na alikuwa anakuja kuchota maji ama kuteka maji, hata hiyo mtungi wake aliwacha hapo. Hakuna mahali Biblia inasema ya kwamba alichukua hiyo mtungi wake akarudi nayo. Biblia inasema ya kwamba aliwacha na kaenda. Kwa sababu gani? Hiyo haikuwa kazi ambayo ni ya maana kuliko neno ambayo alipata. Kile ambayo alipata katika maisha yake ilifanya hata awache hiyo kazi, aenda akahubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Ni nini unaweza, kama wewe umeitwa, ni nini wakati umeitwa, ni nini unaweza ukawacha? Sababu wakati unaingia katika wokovu, ama wewe umeokoka na unajua ya kwamba hatukuokoka ili tukae tu kama wokovu, tuliokoka ili tumfanyie Bwana kazi. Lakini utakuta ya kwamba sisi katika maisha yetu tunataka kufanya kazi zetu masaa yote 24. Hakuna nafasi hata ya kwenda kuhubiri. Hakuna nafasi hata kufanyia Bwana kazi. Hakuna nafasi ya chochote katika nyumba ya Bwana. Huyu mwanamke wakati alizungumza na Yesu, aliwacha mtungi wake na akaenda kuhubiri Injili. Biblia inatuambia kwamba wakati huyu mama Msamaria alipofika pale Samaria na akaanza kuhubiri, ninaamini hata wale wanaume 5 walikuwa baadhi ya wale walisikia Injili. Na hatujui na hatujaambiwa yule alikuwa kwa nyumba alitoka saa ngapi. Hii inatufundisha kwamba wakati uko na kitu ndani na Yesu Kristo ameingia ndani yako na amekufanya mkamilifu katika kazi yake, kile kiko ndani kitatoka kivyake. Hata wewe hautajua ikitoka. Na hapo utakuwa umefunguka kumfanyia Bwana nini? Kumfanyia Bwana kazi. Na ninashangaa unakuta kwamba wakati tu huyu Msamaria, na tunajua tabia yake, alikuwa ni kahaba. Sababu kuwa na wanaume hawa wote na si wake, si ni kumaanisha alikuwa na kiu. Alikuwa ni kahaba. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi yake. Lakini sasa immediately wakati ameongea na Yesu, anaenda na anahubiri Injili. Na unakuta ya kwamba watu wale wote walisikia Injili kupitia huyu mama, walitega sikio na wakasikia na wakaamini. Sababu huyu mwanamke, sababu hata kuja kuteka maji masaa ya saa 6 ni kwa sababu tabia yake hakuwa anataka yani watu wamuone ama wamsungumzie. Na inasemekana ya kwamba wale walikuwa wanaenda kuteka maji masaa ya jioni, sana sana ni wasichana wale hawajaolewa ama wamama wachanga ndio walikuwa wanaenda kuteka maji. Na walikuwa wanazungumza. Lakini huyu Msamaria hakuwa na company. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa ni rafiki yake kwa sababu ya tabia yake. Alikuwa anaogopewa. Lakini sasa ameongea na Yesu. Amekuwa perfect ama amekamilishwa. Anaenda kutangaza Injili. Na watu walimsikia na wakaandamana na yeye mpaka mahali Yesu alikuwa. Biblia inasema ya kwamba walikuta Yesu, hawa wazee wote ama hawa watu wote wa Samaria wakasikia Injili na wakasema ya kwamba hata si kwa sababu ya huyu mwanamke tumesikia ama tumeamini, lakini kwa sababu tumekuona na tumesikia. Jioni ya leo swali langu, na hiyo ndio maana sana. Huyu mwanamke kutoka mahali alikuwa anachota maji kwenda mpaka Samaria, mahali alikuwa ametoka, haikuwa mbali. Labda ilikuwa ni kama kilomita 2 ama 1.
Sababu hapo ndio alikuwa anaenda kuchota maji, na hawa wanafunzi pia walienda kununua chakula. Ukiangalia hiyo distance, si ati ni ya siku mzima, ni masaa machache. Na huyo Msamaria baada ya kusikia neno, ameenda ameconvince ama ameambia wale watu wa Samaria, na wamekuja kwa Yesu. Swali yangu ni hii. Tangu wakati wewe uliokoka, umekaa masaa ngapi ndio wewe upeleke injili? Ama umekaa muda gani tangu wakati uliokoka? Ni watu wangapi umelete watu katika nyumba ya Bwana? Sababu hiyo ndio swali ya siku hii ya leo. Sababu utakuta mtu alikuja miaka ya zamani na amehubiriwa miaka hiyo yote, na hata amezeekea kanisani, amesikia injili, Yesu Kristo anasema ni Bwana, lakini hakuna hata siku moja alienda katika mjini ama mahali wapi akaletea Yesu watu. Hiyo ndio swali. Swali ni masaa ama ni wakati. Wakati ule umeokoka, wewe angalia ulikuja miaka gani, na hujawahi kuleta mtu hata mmoja. Huyu Msamaria alisikia tu, na baada chini ya masaa mawili ama watatu watu walikuwa wameokoka, ama watu walikuwa wamesikia injili. Hiyo ndio challenge ambayo tuko nayo. Na ninakumbuka ile miaka ya zamani tulikuwa tunaokoka, ile miaka tuliokoka hapa ni miaka ya zamani, hata sakai kutaja, miaka mingi. Na wakati tunaokoka namna hiyo, nashukuru Mungu kwa sababu kulikuwa na watu ambao walikuwa wanaitwa Paul sasa, na sisi tulikuwa kama Timothy, wale ambao tulikuwa tunaokoka. Na ukiokoka mara moja unapatiwa watu. Unapatiwa mtu ambaye atakukuza. Bwana asifiwe sana. Mpaka wewe ukalete mtu. Hao Paul ambao walikuwa wakati ule ni wale walikuwa wameokoka zamani, lakini kila baada ya miezi 6 lazima wagelete watu wawili ama watu watatu. Alafu wakuze na wakue, na uwaonyeshe kuomba, uwaonyeshe kusoma Biblia mpaka wakue. Na ninakumbuka wakati huo pia, kwa wiki mara moja lazima tugeenda nyumba 3, house to house. Na hivyo ndivyo kanisa hili lilikuwa. Sababu nikiingia katika hii kanisa, na mkumbuka washirika wote walikuwa 27 peke yake. Mimi ndio nilikuwa chief usher, mimi nilikuwa na hesabu watu. Lakini kwa sababu ya kutumwa, sababu mimi nilikuwa naenda na wanaume 3. Nilikuwa ninaenda na wanaume 3 sababu walikuwa wanasema mimi si mzuri. Lazima niende na watu 3 ndio nisikose kuja wapi, ama nikienda ninaenda kabisa. Sasa siku moja ninakumbuka nilitaka kurudi nyuma. Hiyo miaka nafikiri ni 82 ama 83, sijui Pastor Mike ulikuwa umezaliwa 83. Ni hiyo miaka. Sasa nilienda na mzee ambaye anakaanga hapa, sitaki kumtaja jina. Huyo ndio alikuwa sasa anani train kuhubiri kule nje na kuomba na hata kusoma Biblia. Sasa siku moja, ile siku sasa ya kwenda nje house to house, sababu nakumbuka ilikuwa ni kama Alhamisi ama Tuesday. Na hiyo siku moja tulikuwa tunaamrishwa lazima uingie nyumba 3. So tukaenda hapo phase 2 na tukaenda kwa nyumba, tukaingia kwa nyumba. Ilikuwa kati ya saa 12 na saa 12 na saa 1 tuwe tumemaliza nyumba 3. Tukaenda nyumba ya kwanza, tukakuta mama. Sasa tunampatia injili ya Yesu ili aokoke. Na ninakumbuka wakati huyu mama tulimkuta na tumeweza kuomba na yeye, naye bwana yake akaingia. Sababu tulimwambia mpaka akakubali, akasema hiyo kanisa yenu tunaisikianga, nitakuja, kwa hiyo mniombe niokoke. Wakati tunaomba na huyu mzee, mimi nilikuwa mchanga, mimi sana nilikuwa ninafundishwa. Huyu mzee akaomba, kuna kitu ilitoka pale juu ikaanguka. Naye mzee wa nyumba hiyo akaingia tu immediately. Kuingia, huyu mzee akaleta shida. Akasema nyinyi mnaomba mpaka uchawi yangu, ama sijui haikuita uchawi, lakini aliita jina fulani. Mpaka inaanguka, inatapakaa. Huyu mzee alichapa kofi, mimi nikatoroka, nilitorokea kwa giza. Ndio. Nikaambia mzee, sasa sababu amechapa kofi na anafanya tu namna hiyo. Na nikakumbuka kuna mahali Biblia ilikuwa inasema ya kwamba ukichapa hii unageuzia hii nyingine. Sasa nilikuwa nangojea ageuze hii nyingine.
sababu nilikuwa ninajua hiyo. Mimi nikatokea kwa giza. Kutoka kwa giza sasa ndio nilikuwa namuuliza hiyo maswali. Umechapwa hiyo ingine. Na akaniambia wewe nyajue wacha mambo mingi. Lazima tuhubiri injili. Na hii ndio gharama. Na mimi nikamwambia huyu mzee sababu tumebakisha nyumba mbili, wacha tusiende, turudi tutakuja next week, tujumisha hii mbili na zingine 3. Akasema hapana, lazima twende. So akanilazimisha tukaenda kwa nyumba nyingine. Kwenda kwa nyumba nyingine tukakuta watu hawa ni wa Seventh Day. Baada ya kuambia neno la Mungu, hao ndio wanatuambia. Ni wakali na neno. Mimi sasa kazi yangu ilikuwa ni kunyamaza, hao tukawachana nao. Ya 3 dunia tukapigiwa chai. Hapo sasa niliona injili ni kama mzuri sababu tulikunywa chai na wakakubali. Nataka nisema namna gani? Ili tukaweze kuini watu ni mpaka tutoke nje. Bwana asifiwe sana. Huyu Msamaria hakukaa hapo, aliwacha kazi yake akaingia Samaria. Wewe umekuja hapa kanisani, umeenda wapi? Ama umekaa tu hapa kutoka wakati ulikuja mpaka sasa uko hapa? Kusikia unasikia yes. Huduma ya hapa ni mzuri, lakini nje huko ndio watu wako. Watu wako nje. Wapendwa, sijui unafanya urafiki na watu gani? Nimesema ya kwamba wakati huo Mungu akaanza kunipatia nguvu. Na sasa nikaonyeshwa mpaka kuomba mpaka na kuomba kwa lugha. Sasa sababu sikuwa najua kuomba kwa lugha, sasa nilikuwa ninaongea mambo za mandazi, chapati, koko na nini. Sasa huyo na wanakuja wanasikiliza. Wanasema sasa wewe ni biashara gani unafanya? Lazima ugenena kwa lugha ndio upate nguvu ya kufanya nini? Ya kwenda. Na Bwana alisaidia. Mimi kuokoka kwangu ilibidi nikae na watu 3 wanaume. Alikuwa ni huyu mzee sitaki kumtaja, na habari aliaga alikuwa anaitwa Baba Sami Kamau, na mwingine alikuwa anaitwa Maura. No, alikuwa anaitwa Mshiri. Hawa 3. Na Bwana alinisaidia. Na kwa sababu ya changamoto ambao zilikuwa nyingi. Na mimi sikuwa na kiatu. Ile kiatu nilikuwa nayo ni ile ya kuchomelea. Ile ilikuwa inaitwa Marina ama chomelea twende. Hiyo tu ndio kiatu nilikuwa nayo. Lakini kwa sababu nilijua watakuja kuniita, hiyo kiatu nikachukua nikaweka kwa mabati. Ndio wakikuja niwaambie hatuendi Bible study sina kiatu. Kumbe siku hiyo naye Mungu amefanya muujiza, ndio anakuja kuniletea kiatu mpya. Na ile gani nilikuwa nimetupa. So wewe umekaa hapo mpaka lini? Sababu lazima hii injili tupeleke hata kukiwa na ugumu. Watu tunaambia kwamba kuokoka ni bure na ni sawa. Lakini gharama ya kupeleka injili itabidi uende. Itabidi toke. Huyu Msamaria alitoka na akaleta watu kwa Yesu. Na watu wakasema ya kwamba walisikia injili, na huyu mwanamke kabla ya kupatana na Yesu, sijui vile alikuwa anapata hawa wanaume. Ni kama anakaa kwa nyumba ama vile alikuwa anapata hawa wanaume haijulikani, sababu hakuwa anakaa pamoja na watu. Lakini sasa sababu ya neno kukamilishwa na hizo vipengele 3 ama hiyo qualities 3, aliweza sasa hakupitia kwake, alienda mpaka mjini. Na akaweza kuleta watu. Wewe umeleta watu wangapi? Bwana asifiwe sana. Wewe umeleta watu wangapi? Inafaa sasa tutoke ili tukaweze kumletea Mungu mazao. Tukaletee Mungu watu. Na ninaongea namna hizi kwa sababu nataka kuungana na huyu mzee Lawrence. Kwa sababu ni Mungu amemleta. Ili tukaweze kuhubiri injili kule, si hapa peke yake, kule nje. Hata kama ni kama crusade, hata kama ni house to house, ama ni kama 1-on-1, kila mahali na kila njia unatumia mbinu zote. Bora umewini mtu. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio injili. Msamaria hakuwa mzuri. Itabidi sasa tukae sawa sawa na mapenzi ya Bwana. Tukae kama tuko tayari kwenda. Sababu hii injili lazima twende. Katika kitabu ya Mathayo, nafikiri ni 19:28. Ni 28 na 19 na 19, 18 na 20 hapo.
Inasema ya kwamba tukaende, si tukae. Tuende, tumekuwa commissions. Tuende tumfanya watu wawe nini? Wanafunzi. Kama vile nilifanywa mwanafunzi. Na tukishaleta watu katika nyumba ya Bwana, usimwache, ni kumfundisha. Ninasikitika kuna miaka hata nilikuwa ninasikia vibaya. Miaka kama 3-4 wakati Pastor Mike alikuwa anafanya kazi ya uinjilisti ya uinjilisti kule nje, na unasikia na bali kumeokoka watu 50, kumeokoka watu 20 something, kumeokoka watu wangapi. Lakini Jumapili ukiuliza wale watu waliokoka Saturday ama ile siku unakuta hakuna. Kwa sababu gani? Hakuna mtu wa kuwafuatilia. Hakuna watu wa kuwafuata. Follow up. Kwa hivyo wapendwa, si ngumu. Mpaka tuwe na hizo vipengele 3, na tukiwa na hizo ninaamini ya kwamba Mungu atatupatia nguvu. Tuache mambo yetu. Huyo mama aliacha ile mtungi akaenda kuhubiri Injili. Itabidi wakati mwingine unawacha masaa yako, unajipanga, unawacha kazi yako, unaenda unahubiri Injili ama unashuhudia. Abia Bwana, umefanya nini tangu wakati uliokoka? Ile miaka yote uliokoka umefanya nini? Huyu mama Msamaria ni masaa tu mawili. Si ati aliongea na Yesu na akaenda after 2 weeks ama kesho kutwa. Hapana, that same hour. Na akaweza kuleta watu katika ufalme wa Bwana. Kwa hivyo wapendwa, ni hiyo tu nilikuwa nataka tuangalie ya kwamba ukiingia katika Yesu, na nikiunganisha na mahubiri ya hiyo ingine ya Wednesday, hiyo ingine, si wakati tulikuwa kule nje, tulikuwa kama ile maji ambayo watu walikuwa wanakuja wanatubukiza wakinawa miguu yao, na hiyo maji ilikuwa chafu. Tukiwa kule nje tukiwa wachafu, lakini wakati ile maji ilipoingia na Yesu amefanya muujiza, hiyo maji ikawa sawa. Sisi tuko katika nyumba ya Bwana, tulitoka nje, sisi ni wasafi na Yesu ametukamilisha kabisa katika maisha yetu. Tunafaa na sisi twende nje kuleta wale watu. Maji ilitolewa huko. Wapendwa, imefika wakati siku nyamaza ni kupeleka Injili kule nje, ili tukaweze kupata. Kama mwaka mmoja tunaweza kupata mtu anapata watu 2 ama 3. Bwana na asifiwe sana. Sababu hiyo ndio kazi ambayo tumeitiwa. Halafu sasa ujiulize, wewe tangu wakati uliokoka, ndio ni mzuri, sababu hapa kanisani, hapa ndani kuna huduma nyingi sana, na wewe ni mmoja wa hizo huduma. Lakini ushalete mtu kutoka kule nje. Hiyo ndio swali. Si hapa. Mimi naweza kuwa ni mzee wa kanisa, ama niwe mwalimu wa mahali fulani, ama niwe nini, lakini na ni wale watu wako ndani. Lakini kule nje ndio kuna challenge. Itabidi tu uchapwe, itabidi ukutane na mambo kama haya yote, lakini mpaka utaleta watu. Nikimaliza, wakati nilikuwa ninafunzwa hata kuomba, nakumbuka kuna wakati mmoja nilienda Karura. Na kuna mama mmoja alikuwa ametoka kanisa ya Gikomba ama ya Gikomba. Alikuwa na pepo fulani. Na sasa tumekutana kule Karura, unajua sasa tulijua huyo mama ni wa kutoka Gikomba wakati alikuwa anatoa ushuhuda. Na wakati alikuwa anaomba, alikuwa na shida. Alikuwa anapagawa na mapepo. Na wakati alikuwa anaombewa, pepo zilianza kutoka. Na akasema ya kwamba pepo moja ikasema, sababu sasa tulikuwa tunazingira huyo mama tukiwa watu kama 20 ama watu wengi. Sasa hiyo pepo ilianza kutoka saa 4 mpaka saa 10 haikuwa imetoka. Ya mwisho ikatoka, ikasema ya kwamba mimi nikitoka kwa huyu mama nitaingia kwa huyo mtu ako na shati ya red. Kusema tu namna hiyo, mjamaa ambaye alikuwa na shati ya red alikimbia akaanguka kwa mto. Hatujui alienda wapi. Kwa hiyo cave kulikuwa na maji hapo. Si ati alikufa, lakini alienda na maji namna hiyo. Inabidi tuhubiri Injili. Bwana asifiwe sana. Hata mapepo tunafaa kutoa. Bwana asifiwe sana. Na hakuna kitu kizuri kama ukamilifu wa kanisa wakati tunahubiri na tunaomba mpaka Mungu anatusaidia. Unatoa mapepo mpaka mapepo inatoka ikiongea. Sasa hiyo tutakuwa tumekamilishwa.
Unaomba mpaka unakuta wakati unaomba kuna watu wanaokoka kule. Kuna watu wanapona mahali pale. Ninataka kufunga sababu niko na ushuhuda mingi. Wakati huo sasa Mungu ameanza kunisaidia. Na ploti ambayo nilikuwa nakaa. Kuna mama wawili walikuwa wameolewa na mwanaume mmoja. Sasa huyu mama mkubwa hakuwa anaenda choo. Ilikuwa inafungana, inabidi anaenda anatolewa sijui kwa jeshi. Sasa wakati mmoja sababu alikuwa anakuja kuchukua gari haikupatikana. Na mimi niko pale, tulikuwa na kijana alikuwa anaitwa Maina. Tulikuwa tumeokoka. Huyu mama akaanza kulia, anapiga nduru. Sasa haja imejaa kwa mwili na hakuna mtu wa kumpeleka. Tukaambiana na huyu Maina, sisi tumeokoka. Huyu mama lazima ataenda choo. Mlango yetu na choo zilikuwa zinaangaliana. Sababu alikuwa ameolewa wakiwa wawili, tukaita tukajaribu kumuita ili akuja tumuombe. Huyu mama mdogo akasema hawezi akamuka mahali yako. Tukaambia huyu mama mdogo, nataka kukuambia imani. Tukaambia huyu mama mdogo, wewe piga magoti kwa niaba yake tukuombee na huyu atapona. Kwanza tukaimba nyimbo 3 za kiroho, alafu tukaingia katika dimi, alafu tukaombea huyu mama, tukamwambia sasa hebu mwambie aende choo. Kumchukua namna hiyo kwenda choo, ugonjwa wake ulipona. Bwana asifiwe sana. Ile sehemu ya choo ilijaa. Na mama alipona na akakuja kanisani mpaka wakati walihama. Yaani kuna mambo ambayo Mungu akitusaidia itavutia hata wale watu wengine. Sababu Biblia inasema ya kwamba miujiza na maajabu itafuatana na wale wameokoka. Tusiwe tu sisi ni Wakristo wazuri, tunajua kuhubiriwa na tunakaa tu na tunaenda. Ni kitu gani Bwana anafanya katika maisha yetu? Yule mwanaume wa 6 wa ule mama Msamaria, hatujui alitoka na miujiza gani, na siku hiyo hakukuwa wako na simu, na huyu mama sijui kama alipitia akimwambia atoke ama alitoka namna gani. Kuna mambo mengine itatoka na mambo mengine iweze kuingia. Sababu kama uko na mwanaume wa 6 ndani yako, hakuna kitu utafanya. Mpaka mwanaume wa 6 afanya nini? Aondoke. Na ni wewe tu utajua vile huo mwanaume wa 6. Na mwanaume wa 6 ni ile mambo ambayo inazuia nguvu za Mungu kuingia. Na siamini ya kwamba alienda kuhubiri watu wakasikia neno la Mungu akiwa na mwanaume kwa nyumba. Lazima alitoka. Kwa njia moja ama njia nyingine lazima alitoka. Kwa hivyo wapendwa, wewe umekaa hapa miaka ngapi? Hiyo ndio swali. Umeleta watu wangapi? Ni wakati umefika tukaweza kuhubiri injili nje. Tukaweza kwenda na tupangiwe kwamba sisi tutakuwa at least kwa wiki unaenda kwa nyumba moja ama unaonana na watu wawili hata kama kazini ama kule kwako. Ninashukuru Mungu kwa sababu juzi nilikuwa nimealika bishop askofu kwangu kazini na alikuja na watu wake. Wafanyikazi wangu wote nilikuwa nimewaambia kama miezi 2 ya kwamba nitakuwa na wageni. Na ninashukuru Bwana kwa sababu wakati askofu alikuja wasichana wawili waliokoka. Si kwamba mimi ninakaa na watu na siwahubiri, nimekuwa nikiwahubiria, ninawaonyesha mimi ni nani, mimi ninaweza kaa na wasichana na njia gani. Bwana asifiwe sana. Si kukaa na wasichana na tabia zingine ambazo haieleweki. Bwana asifiwe sana. Ni mpaka wajue wewe ni mzee, wewe umeokoka na hawezi wakafanya mambo ambayo haistahili. Wakati walikuja kwa hiari yao, hata sasa hivi wanasema ya kwamba watakuja. Kuna wale wanasema wanataka kuja kuwa na bishop. Kwa sababu gani? Wameona matunda yangu. Wewe tangu wakati umeokoka, kuna mtu ambaye anaweza tamani wewe. Kuna huyo. Lazima watu waone njia zako, tabia zako na hata kuongea kwako na hata wafanye kazi ambao wanafanya kazi na wewe. Waone kwamba umeokoka. Kuna mambo ambayo hawezi wakafanya ukiwa hapo. Ni kama Mayanko na alienda kukaa na Bwana. Kuna hii family gathering ama family come together na sawa walikuwa nakuja kwangu hapa tu Canaan. Na nikaambia Mayanko, sababu wewe ni mvutaji wa sigara, usivutie sigara hapa. Ukitaka kuvuta sigara uende nje. Sasa akanikemea akaniambia sasa wewe ni nani uniambie? Nikamwambia mimi nimeokoka na mambo ya sigara sitaki kwa hii nyumba, nimeokoka. Na akapuuza. Wakati anataka kuvuta sigara anachukua kiberiti na sigara iko kwa mdomo, anajaribu kupiga misale, alipiga 5 zikivujika. Hakuna hata moja iliwakisha sigara. Ukweli wa mambo hapa tu Canaan. Wakati alitoka nje kupiga mshale namna hiyo sigara anavuta. Akikuja kwa nyumba tena amesahau, anajaribu kupiga kiberiti kienda kuisha akasema na niliambiwa
Sababu gani? Ni nini iko ndani yangu mpaka nikikataa kitu inakatalika? Bwana asifiwe sana. Nikasema hii nyumba ni ya mtu ambaye ameokoka. Mambo kama sigara na tabia zingine haiwezi kufanywa hapa. Na hata kazini kwangu, mali mimi nafanya kazi, niko na wafanyikazi wengi. Kuna mambo hawezi kuongea nikiwa mahali pale. Hili nikaweza kuonyesha uungu ama niweze kuonyesha kama wokovu ili watamani kuwa kama mimi. Wakiona vile ninakaa na ninaishi na ninatembea, wanatamani kwenda kama mimi. Bwana asifiwe sana. Wameokoka. Na kijana mwingine nimekaa naye hapa miaka karibu 10, ameokoka na anaenda kanisani. Kwa sababu gani? Ameniona. Wewe mahali uko kazini, hali yako inavutia watu. Inavutia watu. Wanatamani kukaa kama wewe ile wakaweze kuokoka. Sababu kama wangekuwa mbaya, basi wangekuwa tu namna hii. Hivyo tu. Kwa hivyo wapendwa, Msamaria alienda kaleta watu. Tabia yetu iwe mzuri. Kile kiko ndani yetu, mwanaume wa 6 huyo ndio mbaya, ndio anazuia kufanya kazi. Akishaondoka utaenda mpaka Samaria. Na unakuta hii mji wa Samaria ilikuwa imekataliwa. Na Yesu kuna mahali aliambia wanafunzi ya kwamba mwende mkahubiri injili mwanza na Yerusalemu, na katika miji 4 alitaja Samaria. Alitaja Samaria kwa tu hapa ndani. Kwa hiyo wapendwa, sina mengi, ni hiyo tu nilikuwa nataka kumalizia kusema ya kwamba tutoke nje kama mama Msamaria. Tukitoka nje tulete watu kwa Yesu. Hii kanisa ijae watu. Bwana wabariki sana. Amen. Asante. Asante, tupigie mzee makofi tena. Kabisa ametufuza kuhusu mtu wa 7. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu wa 7 akikuja katika maisha yako inakuwa na mabadiliko. Haleluya. Maisha yako unapata ujasiri wa kufanya kenye ungefanya. Haleluya. Amen. Kabisa tumebarikiwa. Zetu twende mbele za Bwana kwa sababu ya hilo neno. Mwambie Bwana nisaidie. Isikuwe tu ni neno limekuja tu lipite, lakini tunaomba ya kwamba utachukua neno hili ulifanyishe kazi katika maisha yako. Ya kwamba utapata ujasiri wa kupeleka neno, wa kwenda kama ni door to door. Nashukuru Mungu kuna watu wanachukuanga wajibu. Unasikia wanaenda 2 kuhubiri, wanaenda 3 kuhubiri. Kuna vijana wamekuwa kienda kufanya mobilization. Hawa vijana wakikuja hapa wakiokoka, wewe utahesabiwa kama wale ambao walisababisha hawa vijana waokoke. So tunashukuru Bwana. Hebu mwambie Bwana nipatie ujasiri. Wengine tunapatanga opportunities za kuhubiri, lakini you don't have that courage and the confidence to share the word of God. So we need the courage and the confidence to share the word of God. Father, we are here before you. We ask you to give us the courage. We ask you to give us the opportunity to share your word, King of Glory. We commit the one that have shared the word together with us, Elder Peter Kinyanjui. We want to bless him, Father Lord, and to pray that you may add more revelation, more understanding of your word in his heart, O God. Thank you for your love. Thank you for your grace. In Jesus' mighty name we pray. Can somebody say Amina? Amen.